Huyu mtoto mdogo katikati ya mapori mazito anaitwa John. Aliambatana na mjomba wake waliokuwa wakicheza michezo ya kujificha, lakini mara ya kwanza mjomba alimpoteza mtoto na kuweza kumkuta, ila mara ya mwisho mjomba anaonekana kumkimbia mtoto huyu. Na kwa bahati mbaya sana, shughuli zote za kibinadamu zimekatazwa katika msitu huu kwa sababu unaaminika kuwa na mbwa mwitu wakali sana na ambao hawana huruma kabisa. Na basi kufikia hapo mjomba hakuwa na lengo zuri kabisa. Basi lengo la mjomba ilikuwa ni kumwangamiza mtoto huyu. Mjomba akawa amekimbia na kumwacha mtoto akiwa analandalanda katika misitu peke yake. Huyu mtoto John alikuwa hajui nini kinaendelea ndani ya msitu. Akaanza kupiga kelele akimuita mjomba wake, lakini kwa bahati mbaya alikuwa akiwaita mbwa mwitu ambao walikuwa wanakuja katika eneo lile. All of a suddenly akajikuta amezingirwa. Ghafla tu mtoto akaanza kukimbia. Mwisho wa siku akawa ameanguka sehemu. Na wakati huo huo hawa mbwa mwitu wanamsogelea ili waweze kumgeuza kitoweo, lakini aliweza kumshuhudia mbwa mwitu mmoja alikuwa amenaswa na neti ya mtego, kisha akaweza kumfungulia yule mbwa mwitu na kuweza kumtibia. Na hawa mbwa wote walikuwa wanamuinda huyu bwana mdogo kwa kitendo cha kuona amefanya lile tendo, basi wakawa wamemwonea huruma na kisha wakamfanya kuwa sehemu ya familia yao. Upande wa pili, wazazi wadogo John walialika vikosi vya usalama kuingia katika mapori kwenda kufanya utafiti ili waweze kumkuta mtoto wao, lakini kwa bahati mbaya hali mbaya ya zoruba ilikuwa ikiwazonga na walikuta wanashindwa kufanikisha zoezi lao. Na baada ya huyu mtoto John kuweza kushinda tu nyakati zote na hawa mbwa, akawa anacheza nyakati za usiku, na mwisho wa siku bana baridi ikawa ni kali. Huyu mbwa anayefahamika kama Alpha akaweza kumbeba na kwenda kumstili bwana mdogo. Kutokea mchana mpaka nyakati hizi za usiku alikuwa hajaingiza kitu chochote tumboni, na njaa ilipokuwa imeweza kumkamata vizuri, basi akaanza kulia. Huyu mbwa mwitu anayefahamika kama Alpha akaenda mtoni na kumletea samaki bwana mdogo. Na tena huyu mbwa mwitu anayefahamika kama Alpha hakuishia hapo, akaenda kufuata mpaka matunda. Mwisho wa siku bwana mdogo baada ya kula akaanza kulia, baba, mama, akawa analilia familia yake. Kesho yake tena hawa mbwa mwitu akamsindikiza bwana mdogo katikati ya mapori kwenda kuwatafuta wazazi wake. Basi waliita sana, lakini kwa bahati mbaya bwana mdogo akaja kugundua kwamba huenda ametelekezwa ndani ya mapori. Kutokea wakati huo bwana mdogo alifuta chozi upande wa kulia na upande wa kushoto wa jicho lake, na moja kwa moja akayakubali maisha ya porini. Ndio huyu hapa miaka 20 baadaye. Kwa sababu mbwa mwitu ndio waliohusika sana katika malezi yake, basi picha ikaitwa Raised by Wolves, yani mtoto aliyelelewa na mbwa mwitu. Maisha yake yote akawa anaishi kama mbwa mwitu. Wakati mwingine hata matunda anachuma kwa kupitia mikono yake, wakati mwingine kupitia meno yake. Akawa anawinda mpaka sungura, na uwezo wake wa kukimbia ulikuwa ni mkubwa kuliko hata mbwa mwitu wenyewe. Jamaa alikuwa ni hatari na king of the jungle. Lakini siku moja isiyo na jina ikawa ni siku ya huzuni sana katika kumbukizi za huyu bwana mdogo anayefahamika kama John. Siku ya leo alipokea taarifa kutokea kwa baadhi ya mbwa mwitu kwamba kuna hali ambayo si nzuri kule nyumbani. Aliporudi katika pango alilokuwa akiishi na huyu mama yake ambaye anaitwa Alpha katika hili eneo la poli, alishangaa kuona kwamba mama yake alikuwa amepoteza maisha. Akajikuta analia sana siku hiyo. Na baada ya msiba mkubwa sana katika maeneo ya mapoli, mbwa mwitu walipiga makelele kama vile hawajitambui kabisa. Mwisho siku mwamba akaanza kukimbia hata bila uelekeo wowote. Umbali mkubwa aliokuwa amekimbia ukamsababisha kwenda mbali zaidi mpaka nje ya mipaka ya lile poli la mbwa mwitu. Akatokea katika upande ambao kuna bidada mmoja anafahamika kama Mini, alikuwa akipiga picha za maeneo ya mapoli hapa. Na mwamba akiwa anaogelea ndani ya maji kama ilivyo kawaida ya maisha yake ya pori, akashangaa kuona kwamba kuna mtu ni kama alikuwa akimpiga picha, ila haelewi kabisa kwamba hawa ni binadamu. Na bidada Mini alifunika macho yake kwa sababu mwamba alitoka kama alivyozaliwa ndani ya maji mpaka kwa bidada. Bidada kama afunika macho na kusema bana uko uchi wewe. Lakini mwamba anamshangaa kwa sababu kutokea alipokuwa mdogo inaaminika kwamba mtoto chini ya miaka 7 anaweza kawa kumbuki kabisa matukio ya zamani. Kwa alikuwa amejisahau kabisa kwamba kuna binadamu ambao wanafanania namna hii. Na mwamba akili zake ndio zile zile za udogoni, akaanza kusema kwamba nywele zako zinanukia vizuri sana, twende nikakuoneshe maisha yetu. Bidada akawa ameondoka, lakini mwamba akazidi kumfuata tu bidada. Bidada akawa na hofu sana, akasema kwamba mimi nimekuja katika haya mapori, nimekuja kutafuta ukoo wa mbwa mwitu ambao nimekuja kuwapiga picha. Ile mwamba kusikia tu kwamba amekuja kuwatafuta mbwa pori awapige picha, yeye akawa hajaelewa hata maana ya kupiga picha ni nini. Akajikuta anaanza kupanic na hasira yake ya mbwa mwitu ikaanza kupanda. Na wakati tu anamsogelea bidada, bidada akawa amerudi nyuma katika cliff ama kilele fulani hivi. Mwisho siku akawa ameteleza na kuanza kuanguka. Ashukuriwe Mungu akaweza kujinasa katika tawi la mti. Mwamba baada ya hasira zake kupungua ndo akawa anakumbuka kwamba kitendo hiki cha hatari kinaweza kumpoteza mtu anayefanana naye. Ikabidi kuanza kupanda katika miti huko na kwenda kumsaidia bidada, na mwisho siku akafanikiwa kuweza kumnasa. Basi bwana bidada Mini alipogundua mwamba ameweza kumsaidia akaanza kutabasamu, naye jamaa akaanza kutabasamu. Ikabidi kumbeba bidada hata pasipo kumuuliza unaelekea wapi, akaanza kumpeleka moja kwa moja katika makazi yake ya mbwa mwitu katika mapango. Mwamba hajui nini maana ya aibu, akaanza kusaula. Bidada ikabidi kumstopisha, wewe acha bana, usivue. Nisivue nini tena? Na bidada Mini alipo na akili za kipumbavu akamchungulia mwamba makalio kisha akaanza kucheka. Jamaa kabaki anashangaa, huyu bidada mwana anacheka. Ikabidi kuvaa tu nguo zake. Aina hii ya ushamba ikamsababisha bidada kuvutiwa sana na maisha ya ngosha. Mwisho wa siku bana akaanza kumpiga picha na kuzihifadhi katika kamera yake. Na mwisho wa siku kaka ngosha akasogelea kuitazama ile kamera, na alipokuja kugundua kwamba kuna picha za bidada na familia yake, ikaanza kumrudishia kumbukumbu zake za zamani kwamba aliwahi kupoteza familia yake. Ngosha alilia sana. Basi bidada akabaki anashangaa, hajawahi
kuona mwanaume katika umri huu anaweza akalia namna hiyo kama mtoto mdogo. Mwisho wa siku akawa ameweza kumkumbatia. Basi baada ya hapo bidada akawa amepokea usingizi. Sasa kuna msemo mmoja na tafiti moja imewahi kufanyika kwamba ukimchukua binadamu wa kike na wa kiume ambao hawajawahi kukutana na binadamu wengine hata siku moja, wakakaa katika nyumba moja, iko siku utakuta wamefanya. Kiuhalisia ni kwamba kuna baadhi ya vitu ni asili ya mwanadamu na hata kama hajafundishwa basi anaweza kuvifanya. Mwamba akajikuta anaanza kumkisi bidada. Bidada akamlamba kibao na kumwambia kuwa wakati mwingine usifanye hivyo hata kidogo, sawa Sasa Mwamba kitendo cha kupigwa kilimkera sana na hajawahi kupigwa na mbwa mwitu hata siku moja. Alafu leo bidada anaweza kumpiga, akakasirika sana. Lakini bidada amegundua kwamba Mwamba ni kama ana akili za kitoto fulani hivi, akabidi kumpikia vyakula vya kimjini. Mwamba alipoweza kula, ile asila yote ikawa imeweza kutawanyika. Lakini kitu kingine ambacho John ameweza kukiadapti katika maeneo haya ya mapori, amekuwa na uwezo wa kunusa. Akaweza kuhisi kana kwamba kuna binadamu wameingia ndani ya pori hili. Akakimbia haraka sana mpaka ndani ya mapori, kisha akawanyang'anya silaha zao hawa binadamu na kuanza kuwakimbiza katika maeneo fulani ambayo yanawatoa nje ya lile eneo ambalo mbwa mwitu wanapatikanika. Kumbe hawa wawindaji waliingia kuja kuwinda mbwa mwitu. Na basi waliamua kuanza kumfukuza huyu bwana mdogo. Baada ya kumkimbiza kwa muda mrefu, mwisho wa siku ugomvi mzito ukawa umeweza kuibuka. Jamaa anapigana kwa staili za mbwa mwitu kabisa, na mara tu alipotaka kuweza kumzuru mmoja wapo, akajikuta tu mwili wake ni kama unaanza kupoteza nguvu. Kumbe alikuwa amepigwa sindano ya kuweza kumlegeza, akawa ameanguka. Hawa jamaa wakamchukua na kumdumbukiza katika shimo moja kubwa, wakisema kwamba watamrudia baadaye. Bidada naye katika harakati za kumtafuta Mwamba akafanikiwa kumkuta katika maeneo haya ya mashimo, lakini Mwamba katika harakati zake za mwisho akasema kuwa naenda kanitafutie mbwa mwitu mkubwa ambaye anafahamika kama Father Wolf. Hasa kwa kuwa bidada ameishi ndani ya mapori kwa siku kama 2, basi Mwamba alimtambulishaga huyu bidada kwa wale mbwa mwitu. Alipofika tu kwa Father Wolf akaweza kumuelezea kila kitu. Basi huyu Father Wolf akatoka katika maeneo yale akiwa na hasira sana. Wale wahuni waliokuja katika kufanya mawindo katika maeneo haya wakaanza kutupa vilipuzi, lakini kwa bahati mbaya walishangaa kuona kuwa hata mbwa mwitu hawakuwepo katika maeneo walitarajia ambao wangeweza kuwakuta. Na kumbe hawa mbwa mwitu walikuwa wamejua mpango wao kitambo sana na wakawa wamewazunguka. Mchaka ukaanza ndani ya mapori. Na huku mjini familia bidada Mini nayo imeingia katika taharuki kubwa kwa sababu bidada kutokea alipoondoka mpaka dakika hii hajaweza kurejea. Naye bidada Mini familia yake ikaandaa vikosi vya kuingia ndani ya mapori kwenda kumtafuta, lakini wakati huo Mwamba akazidi kumtembeza bidada katika maeneo haya ya mapori akiwa anafurahia sana kupata rafiki mpya ndani ya mapori. Hasa bwana, siku ya leo bidada alikuwa amevishwa kitaji fulani hivi katika eneo la kichwa. Sasa miongoni mwa kitu kikubwa sana ambacho huyu jamaa aliweza kumfanyia bidada pasipo yeye kujua ndio hichi kitu. Na kumbe hii ni ishara inayotolewa kwa mbwa mwitu pindi tu wanapofikia maamuzi ya kuweza kuoana. Mbwa mwitu anapomvisha mbwa mwitu mwenzake kitaji kama hiki, basi inamaanisha kwamba huyo ni wa milele. Na kwa sababu bidada hajui maana yake, yeye akajua kuwa ni zawadi ya kawaida kama zawadi nyingine. Mwamba akafurahi sana kwa sababu huyu ni mke wake kuanzia leo. Lakini bidada Mini alipogundua kwamba Mwamba anajali sana, akawa anamuuliza, "Je, ushawahi kuwa na girlfriend katika maeneo haya?" Lakini Mwamba akasema kuwa mbwa mwitu na binadamu hawaruhusiwi kabisa kudeti. Kwa hiyo jamaa, kitendo cha kumwona huyu bidada ameingia katika mapori ni kama bidada alikuwa amejileta yeye mwenyewe, kwa sababu hata yeye alikuwa anasubiria binadamu mwenzake wa kuweza kudeti naye. Na siku ya leo alipoweza kumvisha hiyo taji, maana yake ni kwamba amefunga kiapo na bidada ndio mke wake. Tena Mwamba alienda mbali zaidi, kwani alimpeleka bidada katika kaburi la mama yake ambaye ni Alpha pale katika maeneo hayo ya mapori. Lile kundi lililokuja kumtafuta bidada Mini katika maeneo ya mapori likiongozwa na mwamba mmoja anafahamika kama Hawei, rafiki wa karibu sana na bidada Mini. Waliweza kumkuta bidada akiwa ameambatana na mbwa mwitu, kitu ambacho kiliogopesha sana. Wao walihisi kwamba bidada huenda atakuwa katika hatari, wakaenda kumzingira yule mbwa mwitu. Yule mbwa mwitu akazidi kuwafokea tu, lakini wao wakazidi kumzingira kana kwamba wanataka kumshambulia. Mwamba akasikia, na Mwamba alipojitokeza tu akavunja ule mti kwa kutumia mkono wake mmoja. Walishangaa jamaa na nguvu kiasi gani mpaka anavunja ubao mkavu kama huu. Na Mwamba John akaenda mbali zaidi kwa kuanza kuwashambulia kwa kuangata. Mwisho wa siku bidada akamstopisha. Baada ya kumstopisha tu akawa na mzuga na kuanza kumshambulia na mambao, lakini mbao zote zilikuwa zikivunjika. Mwamba anapitia vizuizi kama vyote, lakini kwake ilikuwa ni kama hakuna kitu mbele yake. Akafika mpaka kwa Mwamba Hawei ambaye alimrushia bonge la ngumi, lakini ile ngumi ilikuwa hamna kitu mpaka Mwamba akamfikia bidada na kumbeba. Anapozidi kutembea akazidi kushambuliwa. Kadri anapozidi kushambuliwa na mwisho wa siku nguvu zake zikawa zimezidi kupungua. Mwamba Hawei akamchukua tena bidada na hapa akaondoka naye. Lakini huyu Father Wolf akamfariji Mwamba kwamba iko siku atakuja kumpeleka mjini na huko atakwenda kumtafuta bidada, anaamini watakwenda kumpata. Bwana usikose balaa hili zito katika kwenda kujua ni nini ambacho kitakwenda kujili. Je, Mwamba ataingiaje mjini na maisha yake yatakuwaje? Mbaya zaidi ni kwamba Father Wolf ndiye aliahidi kumpeleka Mwamba mjini, kwa atakwenda kuingia naye mjini. Je, watu watakubali kuona kwamba mbwa mwitu ameingia town? Itakuwaje? Bwana kama ndio kwanza unaiona channel yetu, basi hakikisha unagusa alama ya kusubscribe. Tuna channel mbili hapo. Kuna channel moja inaitwa PVP Nigerian Recap na channel moja inayofahamika kama PVP Media Max. Upande mmoja tunakuangushia Nigerian Recap, lakini upande huu tunakuangushia tamthilia zile za Kikorea tamtam kama hizi. Kitu pekee ambacho unatakiwa ukifanya mpaka kufikia dakika hii ni kuhakikisha kwamba unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza, lakini pia unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze kufurahia burudani hii kali. Kumbuka kwamba hii tamthilia ina episode 4 tu.
tu. Mpaka dakika hii tumebakiza episodi 3 tu ambazo tunakwenda kuzikamilisha ndani ya dakika fupi. Ukitazama juu kabisa ya skrini yako unaweza kuiona episodi ya pili hiyo hapo. Gusa hapo unaoja kumoja utaingia kuitazama sehemu ya pili.